Kwa majina naitwa Nubi Lubango Bugwakala, mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Miembeni hapa Usagara. Hapa ni kitongoji cha Miembeni. Leo asubuhi majira ya saa 1 nilipokea simu ya balozi akiniarifu kwamba kuna wadada wawili wamefika pale balozi wakinihitaji kuzungumza na mimi. Nikamwambia balozi wapatie simu tuzungumze nao. Wakaniambia kuna tukio limetokea kwenye guest inaitwa First and Last Guest House. Kuna mwanamke ambaye alikuja na mwanaume kwa ajili ya kuhitaji chumba ili waweze kupumzika. Lakini asubuhi kulipokucha, walipohitaji kufanya usafi wakuta mlango umefungwa na komeo kwa nje. Walipofungua wakakuta kuna yule mwanamke ambaye aliingia na yule mbaba yupo kitandani. Walipojaribu kumuita kwa kumwambia dada amka tufanye usafi, lakini yule mama hakutikisika wala kuwaitikia. Sasa kama ingio na taaruki, ndio maana ya kumtafuta balozi na kunipata mimi kwa ajili ya msaada zaidi. Ni kweli ndio wananipigia nilikuwa bado nimelala. Ikabidi nifike eneo la tukio. Nikawakuta wadada wapo na balozi yupo. Basi wakanisimulia mkasa mzima jinsi ulivyokuwa. Na mimi ikabidi nimpigie mtendaji na askari polisi wa kituo cha Nyashishi. Basi baadaye tukasubiri msaada wa askari walifika kwa wakati. Tukawapa taarifa ilivyotokea. Basi bahati nzuri na polisi pelelezi mkoa kama amefika na timu yake, kama amekuja na daktari. Basi wakafanya shughuli za kipolisi hapo, wakamaliza, na kulikuwa na watu wengi wamekusanyika. Wakautoa mwili nje kwa ajili ya wale watu waliopo nje, maana kulikuwa na watu wengi sana, ili kwa ajili ya kuruhusu zoezi la kila aliyepo angalia ule mwili pamoja, pengine wanaweza kautambua. Lakini watu waliangalia wote waliokuepo, lakini hakuna aliyemtambua hata mmoja. Baada ya zoezi lile kukamilika, basi askari pelelezi wa mkoa akasema sasa taarifa zingine atatoa kamanda mkuu wa mkoa kuhusu hili tukio. Watu wote waliokusanyika hapa nafikiri walikuwa ni zaidi ya watu 100. Wametazama sura ile, lakini hakuna aliyetambua hata mmoja. Lakini pia hata sisi viongozi, maana tulikuwa na kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji hiki, pia na wao hawakutambua hiyo sura ya marehemu. Bahati mbaya huyu marehemu jina lake halikukutwa kwenye kitabu cha wageni, isipokuwa yule mhudumu alituambia kaka aliyekuja na huyu marehemu au na huyu dada aliyekuja naye ambaye sasa umefika umauti, yeye jina lake aliandika kwenye kitabu cha wageni. Lakini huyu marehemu kwa sasa hakuandika. Kwa majina naitwa Jeremy Kilala, ni mwakilishi wa Chris Kilala ambao ndio mmiliki wa hili eneo hapa Usagara Guest House, ambao lipo hapa kwa muda mrefu sana, kuanzia miaka ya nyuma. Kwa tukio liliojitokeza leo, nilipigiwa simu na Terezia ambao ndio msimamizi wa hapa Usagara Guest House kwa sasa hivi, ambao alinieleza kuwa kuna tukio lilitokea usiku wa leo tarehe 18 kuhusu mtu kuuawa hapa kwenye guest house. Sasa asubuhi hii mimi nilitoka kazini, nikafunga safari kuja hapa Usagara Guest House, nikakutana na mwenyekiti wa mtaa ambao alinieleza kwa uzuri zaidi kuhusu tukio lililotokea hapa. Alinijulisha kwamba kuna watu wawili ambao walikuwa wanatokea Chato kwenda Nzega, alafu
mmoja wao ambao alikuwa ametoka kuonana na mdada ambao alirudi naye hapa guest house. Kufikia asubuhi ilionekana kwamba yule mkaka pamoja na mwenzio waliondoka kuelekea huko Nzega, na wadada wasafishaji wa hapa guest house walivyokuwa wanapita kwenye vyumba kufanya usafi wakamkuta yule mdada ameshauawa kwenye chumba namba 3. Kwa msemo ni kuwa guest house ilikuwa imefungwa. Huo sio ukweli, maana guest house miaka yote inafanya kazi kila siku, na ilikuwa kwamba kulikuwa kuna shida ya vitabu ambalo hiyo shida ilitatuliwa hapa karibuni, na vitabu vipya kupewa ili kuandika na kusahisha wageni wanaokuja hapa kwenye guest. Kwa hiyo jambo la guest kutokuwa na bango lolote ni kwa sababu ili guest lilikuwepo hapa muda mrefu na limeshajipatia jina. Maana nahisi ukitoka hapa nje ukaulizia Usagara Guest House watakuelekeza hapa. Na nahisi ndio guest house ya zamani kuliko zote hapa kwenye ile eneo. Ndio hapo, na uzuri kwamba hao wageni wote waliofika walikuwa wameshasahihishwa kwenye vitabu vya kiserikali na information zao zote zilikuwa sahihi. Na uzuri ni kwamba nahisi polisi walijaribu kufuatilia kidogo, wakakuta kwamba majina na information zote zinaingiliana, kwamba watu wahusika waliokuwepo ndio hao, yani waliopo hapo. Kwa jambo hilo la mgeni kutokurejistiwa kwenye guest alivyofika, ni kuwa yule mgeni alifika akaweka vitu vyake chumbani, akawa ametoka kwenye mizunguko yake binafsi. Sana hisi alienda sehemu akakutana na huyo mgeni ambao aliamua kumrudisha hapa guest. Ubaya ni kwamba mimi sijajua ni muda gani wamerudi hapa, na utaratibu na hisi wa kawaida ni kwamba hata mgeni lazima atapita hapo reception ili wamtambue ni nani anakuja. Ila kwa ubaya mara hii nahisi huyo mgeni aliweza kuingia ndani bila kuandikishwa wala chochote. Naitwa Ayubu Kipenya. Niko hapa Usagara na nina ofisi karibu kabisa na eneo la tukio maeneo haya. Asubuhi nimeamka, nakuja ofisini, nafungua ofisi na kukuta watu wako wengi wamekaa hapo. Baada ya kuuliza ambao wamenitangulia, wakawa wameniambia tukio ambalo limetokea kwamba kuna mtu amepata shida, amefariki huko ndani. Baada ya kuuliza wale waliokuwepo hapo, nao wakawa hawajui amefariki kwa namna gani. Watu wamekutwa amekufa ndani ya chumba. Hii ni guest iko maeneo haya ya Usagara. Kwa wananchi wamekaa hapo, naangalia. Baadaye tukaona polisi wanakuja, wamefanya uchunguzi wao kwa muda fulani. Baada ya hapo walituruhusu wananchi tuangalie kama tunaweza tukamtambua huyo mtu. Ni mama mtu mzima, wengi wa wananchi wameshindwa kumtambua. Wengi wanamuonaona lakini wameshindwa kujua ni wapi anapoishi. Ni tukio ambalo limetusikitisha sana watu wa maeneo haya. Maana ni mama mtu mzima amefanywa kitendo cha kinyama. Sasa hatujui aliyefanya hicho kitendo alikuwa na nia gani. Ni kitu ambacho kinaumiza na kinaleta hisia mbaya kwa sisi ambao tunakaa maeneo haya. Tuombe tu serikali na jeshi la polisi watusaidie kuhakikisha anapatikana mtu aliyefanya kitendo hicho, ili kukomesha hii tabia ya matukio mabaya kama haya. Mimi sio mwenyeji sana hapa Usagara, nasikia karibia ili tukio la 3 linatokea kwenye haya maeneo. Kuna gesi pale chini ilitokea. Kwa inaumiza watu na inatuogopesha watu. Wageni wataanza kuogopa kuja katika maeneo haya. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo, mara moja tulifika katika eneo la tukio, ambapo ni eneo la Usagara katika wilaya ya Misungwi. Ndipo ilipo hii nyumba ya kulala wageni ambayo inaitwa First and Last Guest House. Baada ya kufika katika nyumba hiyo ya kulala wageni,
ndipo uchunguzi ulianza mara moja. Katika uchunguzi huo ilionekana kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa 1 za jioni, alifika mgeni ambaye ni wa jinsia ya kiume katika nyumba hiyo na kuchukua chumba namba 3 baada ya kujitambulisha kwa kujiandikisha katika kitabu cha wageni kuwa anaitwa Bilal William, mzaliwa wa Geita, kazi yake ni fundi, ambaye alieleza kwamba alikuwa akitokea Chato kuelekea Nzega. Mgeni huyo baada ya kulipa fedha aliweza kupewa chumba hicho namba 3 na hivyo kuweka mizigo yake. Mgeni huyo ilipofika majira ya saa 4 za usiku aliaga wahudumu katika hiyo nyumba ya kulala wageni kwamba anakwenda kutafuta chakula. Lakini ilipofika usiku mkubwa majira ya saa 8 hivi, mgeni huyo alirudi akiwa ameongozana na mwanamke ambaye hata hivyo hakuweza kufahamika jina lake. Mwanamke huyo pamoja na mgeni waliingia katika chumba hicho namba 3 kwa ajili ya kupumzika. Mwanamke huyo umri wake unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 30 mpaka 34. Ilipofika majira ya saa 12 alfajiri siku ya leo sasa, wahudumu walianza kufanya usafi, na wakati wakifanya usafi walibaini kwamba katika chumba namba 3 alipolala yule mgeni jana, mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, kwa maana komeo lilikuwa limefungiwa nje huku kukiwa hakuna kufuli. Hali hiyo iliwapa wasiwasi mkubwa, hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani. Lakini walipofungua katika chumba hicho walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni siku wa jana akiwa amefariki dunia, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni, na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu hao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba 3 kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni, uchunguzi wetu mbaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani 2, chakula maarufu kama chipsi sahani 2, lakini pembeni kwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina ya Kevant, lakini kwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Kesto Light. Baada ya kuona hali hiyo na kubaini kwamba binti huyo alikuwa tayari amekwisha poteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika, na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi kwa mwanamke huyo ambaye amekutwa amefariki pia zinafanyika. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia ya kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, wafike kwa ajili ya kufanya
utambuzi. Lakini jeshi la polisi tunatoa wito kwa wananchi wote ambao wanaweza kawa na taarifa kwa namna moja au nyingine zitakazoweza kusaidia jeshi la polisi kumkamata huyo mtuhumiwa aliyechukua chumba namba 3 ili tuweze kufanikisha kazi hiyo. Uchunguzi kimsingi umeshaanza wa kufanya ufuatiliaji wa kina kwa kutumia namba za simu alizoziacha hapo ambazo sitapenda kuzitaja kwa sasa, lakini kupitia na taarifa nyingine muhimu alizoziandika kwenye vitabu. Kwa hiyo uchunguzi wa kina unaendelea. Mpaka sasa chanzo cha tukio hilo la mauaji hakijafahamika. Kwa hiyo na uchunguzi unaoendelea ni pamoja na kubaini hasa chanzo kilichopelekea mauaji hayo kutokea ni nini. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Lakini katika tukio hilo pia tumewakamata watu wawili ambao wanaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Watu hao waliokamatwa, wa kwanza anaitwa Teresia Amos Ndaki. Huyu ana miaka 36, kabila lake ni Msukuma na kazi yake ni manager kwenye hiyo nyumba ya kulala wageni. Lakini wa pili ni Neema Mlele Koyanga. Huyu ana miaka 44, ni Msukuma, kazi yake ni mhudumu kwenye hiyo nyumba ya kulala wageni. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.